Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema agano la neema, agano la neema, na tumekuwa tukijaribu kuchambua na kuangalia kwamba wewe ni mwanafunzi mfuasi wa Musa ama mfuasi wa Yesu Kristo. Na tumekuwa tukichambua Matendo ya Mitume 13:38-39, na leo nitapenda tuendelee kuonyesha kitu kingine tofauti nyingine moja kubwa ya kimsingi. Lakini kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na ukifika pale usisahau kusubscribe, lakini pia utakapoangalia na kusikiliza usiache kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge, nawe ukaunganishwa kwenye grupu la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema asante sana kwa mwamko huo, lakini kumbuka tu unapoenda kuhamasisha watu kusikiliza, waambie mafundisho haya yanalenga kumfanya mtu afikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Hivyo kama huyo unayezungumza naye anafikiri kama Adamu, amefundishwa kufikiri kama Adamu, mwanzo ataona kama mafundisho ni magumu, lakini mwisho wa siku akitoa kama siku 3 mfululizo akasikiliza, roho atapanga mafaili kichwani kwake na baadaye ataweza kuelewa na kufurahia mafundisho. Kumbuka tumeitwa kuwa wanafunzi wa Kristo, sio wanafunzi wa Adamu wala sio wanafunzi wa Musa. Nitoe shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, lakini zaidi ya yote maombi kwa ajili ya usaji vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unavyofanya maombi, hebu simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ningeweza kushauri uweze kufanya hivyo. Kama mafundisho haya yanakufurahisha na kubariki na kujenga na kuimarisha, jua kuna wengine pia nao wangependa kupata mafundisho kama haya. Kwa hiyo unaposhiriki kupeleka kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake tunafikia watu wengi zaidi. Sasa hivi tuko upande wa kaskazini na baadhi ya nyanda za juu kusini, lakini tunataka tuende nchi nzima. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja tuende kwenye Matendo ya Mitume 13 mstari wa 38 hadi wa 39. Neno linasema, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo, yani Yesu Kristo, mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Na vipindi vilivyopita viwili tulikuwa tunaangalia mambo kadhaa ambayo torati ya Musa haiwezi kukupatia. Tuliona kwamba torati ya Musa haiwezi kukupatia wokovu, na kwa maana hiyo haiwezi kukusaidia kutunza wokovu. Lakini pia tukaona kwamba torati ya Musa haiwezi kukupatia haki mbele za Mungu, na kwa maana hiyo haiwezi kukusaidia kutunza hiyo haki mbele za Mungu. Na pia tukaona kwamba torati haiwezi kukupatia uzima wa milele, na kwa maana hiyo haiwezi kukupatia uzima wa milele. Sasa leo hii niongeze kitu kingine kimoja, kwamba kwenye torati ya Musa haiwezi ikakusaidia kumpendeza Mungu. Kwa nini? Nitakuonyesha muda sio mrefu. Kitu pekee ambacho kinampendeza Mungu ni imani. Moja kwa moja twende kwenye Waebrania 11:6 kwanza, alafu tutarudi huko kwingine. Waebrania 11:6 alafu utaona inavyokaa. Waebrania 11:6, actually tuanze mstari wa 5 mpaka wa 6. Anasema, kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba ampendeza Mungu.
lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo Biblia iko wazi kabisa, inasema kwamba pasipo imani hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu. Pasipo imani hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu. Na kwa maana hiyo, kama una uhusiano wako na Mungu msingi wake ni torati na wala sio imani, kama uhusiano wako na Mungu msingi wake ni amri 10 na wala sio imani katika Yesu Kristo, maana yake ni kwamba haumpendezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tulishaona kwa mfano kwenye Warumi 3:20 na Wagalatia 2:16 kwamba hakuna mwenye mwili anayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria ama kwa sheria, kwa torati. Kwa lugha nyingine, huwezi ukatumia amri 10, ukatumia torati, ukatumia sheria kutafuta kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Anasema haiwezekani, ni impossible. Kwa hiyo hilo lazima ulielewe kwanza rafiki. Kwa hiyo kama hauishi kwa imani, maana yake ni kwamba haumpendezi Mungu. Na kwa bahati mbaya Wakristo wengi hawalijui hili. Kama pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa unasema kwa hiyo inahusianaje na torati? Okay, na frame muuliza. Twende Galatia 3. Galatia 3 na mstari wa 11 hadi wa 12. Wagalatia 3:11 hadi 12. Sikia anavyosema. Anasema hivi: ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria au torati. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani. Sasa angalia 12. Anasema na torati haikuja kwa imani. Umeona hiyo? Anasema mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani na torati haikuja kwa imani. Kwa hiyo maana yake nini? Kama mwenye haki mwenye haki nani? Mwenye haki ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Ni mtu yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo, akampokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na huyu mtu akawa amezaliwa mara ya pili, akawa ameokoka. Anasema huyo ndo mwenye haki, na mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani. Lakini shida ni kwamba torati haikuja kwa imani. Kwa kama torati haikuja kwa imani na Mungu anasema mwenye haki ataishi kwa imani, na wewe unaamua kuishi kwa torati, basi ni dhahiri hautaweza kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tukienda kwenye Warumi 14, Warumi 14 mstari wa 23. Warumi 14 mstari wa 23, actually 23b, anasema lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Sikia Biblia ya neno inavyosema. Anasema kwa sababu hakula, anasema kwa kuwa chochote kinachofanywa pasipo imani ni dhambi. Biblia Habari Njema anasema na chochote kisicho na msingi wake katika imani ni dhambi, na chochote kisicho na msingi wake katika imani ni dhambi. Kwa hiyo kama torati haikuja kwa imani na chochote nachokifanya kama msingi wake sio imani ni dhambi, maana yake ni kwamba basi watu wote wanaoendesha maisha yao, wanaishi maisha yao kwa kutegemea torati, sheria, amri 10 badala ya kutia imani yao kwa Yesu Kristo, maana yake ni wenye dhambi mbele za Mungu. Na ukitaka kujua hilo ni kweli rafiki, angalia jinsi ambavyo Wakristo wengi wanapata shida. Usiku kabla ya kulala lazima waungame dhambi zao, lazima watubu dhambi zao. Wakiamka asubuhi lazima watubu dhambi zao. Na wakifanya chochote, kwa nini wanakuwa na hiyo? Wakikutanika kwenye ibada zao lazima waanze kwa kuungama dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wanahatia ndani ya mioyo yao. Wana condemnation kwa lugha ya Kiingereza tunazungumza. Lakini angalia Biblia inasema nini kuhusu condemnation? Kwa sababu ngoja nisome tena Waebrania 10 alafu tenda Warumi 8. Ndio Waebrania 10 mara moja kuonyesha. Kwa sababu unajua vitu tunavizungumza watu wanadhania kama ni utani vile. Haleluya. Ukielewa hii itakusaidia. Waebrania 10 anazungumzia utaratibu wa dhabihu zilizokuwa ukitolewa katika Agano la Kale. Anasema hivi: basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kwa hiyo anasema sababu kwamba watu wanajiona ni wenye dhambi kila siku wa Kristo ni kwa sababu wamekataa kutia imani yao katika Yesu Kristo na damu yake. Na kwa maana hiyo wameamua kutia imani ama wameamua kutegemea torati, sheria, amri 10, na ndio maana kila siku na kila mara wanajiona kuwa wao wanahatia ya dhambi.
Lazima ulielewe hilo rafiki. Ndio maana ukimwambia Mkristo leo hautaki kuungama dhambi kwa sababu dhambi zako zimeondolewa kama tulivyoona huko nyuma. Maana kila muamini Yesu Kristo dhambi zake zimeondolewa. Tuliona hiyo kwenye Luka 24:40 ngapi 47 Bwana Yesu mwenyewe akisema. Tukaona kwenye Matendo ya Mitume 3 mlango ule wa 38 Matendo ya Mitume 2 mlango ule wa 38 Matendo ya Mitume 2 mstari wa 38. Tukaona pia kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa 43 kwamba kila anayemwamini Yesu Kristo anapata ondoleo la dhambi. Sababu kwamba Wakristo wanajiona kuwa wao bado ni wenye dhambi ni uthibitisho tosha kwamba imani yao haiko kwa Yesu Kristo. Na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Kwa nini? Unapoishi ufuata Torati, sheria, amri 10, na Torati yenyewe haikuja kwa imani, na kila tendo lisilo la imani ni dhambi, maana yake automatically unakuwa ni mwenye dhambi. Ndio maana hawa watu kabla ya kulala usiku wanajiona ni wenye dhambi, inabidi waungame. Wakiamka asubuhi inabidi waungame. Wakikutana kwenye vikundi vyao vya fellowship ama kwenye ibada lazima waanze kwa kuungama. Kwa sababu gani? Hawa watu hawamwamini Yesu Kristo. Hawamwamini Yesu Kristo. I don't care unasema nini. Na kuonyesha neno linavyosema. Neno linasema wazi kabisa. Kila muaminie Yesu Kristo anapata ondoleo la dhambi. Tuangalie tena kwenye Matendo ya Mitume. Sasa najua nimezungumza maneno magumu kidogo na wengine watakasirika, wengine wanataka kutupa mawe, tupa mawe, lakini haina shida. Ukweli unabakia pale pale. Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 42-43 anasema hivi. Huyu ni Petro anahubiri. Anasema akatuagiza, yani ameagizwa na Bwana Yesu, tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu, yani Yesu Kristo, ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. 43 huyo, yani Bwana Yesu, manabii wote umshuhudia. Manabii wangapi? Wote umshuhudia. Manabii wangapi? Wote umshuhudia. Maana yake wakina Musa, wakina Elia, wakina Yeremia, wakina Isaya, manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Unajua maana dhambi kuondolewa? Dhambi imeondolewa rafiki. Sasa kwa nini basi watu wanakuwa kwa hiyo mtu akiwa anamwamini Yesu anakuaje? Angalia Warumi 8 sasa. Nikwambia tena Warumi 8:1. Tendo Warumi 8:1. Anasema hivi. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sasa shida ni kwamba kwa Kiswahili inakuwa ni ngumu. Kwa Kiingereza anasema hivi, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kwa lugha nyingine, wale walioko ndani ya Kristo. Kwa nini wako ndani ya Kristo? Wako ndani ya Kristo kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo. Kwa sababu ya imani yao kwa Yesu Kristo imewafanya waingie ndani ya Kristo. Anasema hao hawana hatia mbele za Mungu. Hawana hatia mbele za Mungu. Ngoja niangalie kwenye TKU kama amempatia, natafuta Biblia ambayo labda inaweza ikawa imeenda vizuri. Anasema hivyo mtu yeyote aliye wa Kristo Yesu hana hukumu ya kifo ama adhabu ya kifo. Watu wanashindwa kuna nini kutafsiri. Kwa lugha nyingine, ile hali unayojiona kwamba una hatia, ile hali ya kujiona kwamba wewe ni mkosaji mbele za Mungu, ni kwa sababu imani yako haiko kwa Yesu Kristo. Imani yako ingekuwa iko kwa Yesu Kristo, hiyo hali ya hatia ndani mwako ingeondoka. Na kwa maana ungekuwa una ujasiri mbele za Mungu. Sababu kwamba hauna ujasiri mbele za Mungu, sababu kwamba unajiona ni mwenye dhambi. Nakumbuka, huwezi kujua dhambi, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, Warumi 3:20. Na anasema sheria ndio ifanyayo makosa, Warumi 4:15, na kuleta hasira ya Mungu na hukumu ya Mungu. Na Warumi 5:13 anasema pasipo sheria dhambi haihesabiwi. Kwa hiyo kinachokufanya ujione kuwa ni mwenye dhambi ni kwa sababu wewe unategemea Torati ya Musa, unategemea amri 10 badala ya kutia imani yako kwa Yesu Kristo na kile alichokifanya. Na kila kitu kisicho cha imani, kila kitu ambacho kitokana na imani ni dhambi mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na ndio maana tuko kwenye Warumi 8. Sasa angalia. Mstari wa 3 anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Kwa hiyo unapoenda kwa kufuata mambo ya mwili, maana yake ni kwamba unaamua kuongozwa na amri 10, Torati, sheria. Anasema mstari wa 5 anasema kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Sasa sikia mstari wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii.
Kwa hiyo anasema wewe unajaribu kuishi maisha yako kwa kuongozwa na amri 10, maana yake ni kwamba mwili wako hauwezi hata siku moja kutii sheria ya Mungu, hauwezi kutii sheria za Mungu, utavunja tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili unapokutana na sheria, torati ya Mungu, torati au sheria, maana yake ni kwamba mwili ni dhaifu. Tuliona kwenye Warumi 7 anasema nini? Anasema dhambi pasipo sheria, dhambi ilikuwa imekufa. Lakini sheria, torati, amri 10 zilipokuja, dhambi ikafufuka, na ile dhambi ikaniua. Na kwa maana hiyo sasa, ama anasema dhambi ikaleta mauti. Kwa hiyo rafiki, mtu yeyote anayejaribu kuishi maisha yake, anayejaribu kuendesha maisha yake kwa kufuata torati, sheria, amri 10, hawezi kutoboa, hawezi kumpendeza Mungu. Kwa nini? Lakini sio hivyo tu, anasema kama unaishi katika mwili, angalia ule mstari wa 7 tena. Anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa hiyo anasema mtu anaishi kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu, mtu anaishi kwa kuongozwa na sheria, torati, amri 10, automatically anakuwa ni adui na Mungu. Kwa lugha nyingine, hostile towards God. Maana yake huyu mtu anamchukia Mungu pasipo kujua. Ndio maana tukija tunawafundisha watu kwamba unatakiwa uishi kwa imani iliyo katika Yesu Kristo, na kwa maana hiyo utawezeshwa na neema ya Mungu, na kwa maana hiyo utaongozwa na Roho Mtakatifu. Watu wanakataa. Na kwa bahati mbaya wanaongoza kukataa ni wa viongozi, wachungaji, watumishi, na hasa watumishi wa makanisa ya kiroho. At least wachungaji na wa makanisa makubwa kama wakina Katoliki na Anglikana wamesoma theolojia, wamesoma kwa kina, wanafahamu kabisa, wanafahamu kwamba tunaishi kwa imani, wanafahamu kwamba tumeokolewa kwa neema, wanajua hivi vitu. Lakini hawa makanisa ya kiroho, kwa sababu hawana ufahamu wa kina kuhusu historia ya kanisa na kuhusu msingi wa imani, then wanarukaruka tu. Ndio maana nikakwambia nadhani vipindi kadhaa vilivyopita, nakwambia kwa bahati mbaya makanisa ya kiroho haya, makanisa ya either hiyo Pentecost au Assemblies of God ama haya mengine yote, kwa bahati mbaya hawafanyi tena ukiri wa imani ya mitume ama imani ya Nikea Jumapili. Ukienda Lutheran, ukaenda Katoliki, ukaenda Anglican, makanisa makubwa, nadhani na Moravian pia itakuwa hivyo, sina uhakika, lakini at least hayo madhehebu matatu makubwa ya Kikristo, kila Jumapili lazima wakiri imani ya mitume au imani ya Nikea. Na kwa nini hilo ni muhimu? Hilo ni muhimu kwa sababu huo ndio msingi wa imani yetu. Na katika imani ya mitume ama imani ya Nikea, anaanza sana muamini Mungu Baba, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Alafu anakuja na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu alichukuliwa mimba. Alafu sehemu ya 3 anakuja sana na muamini Roho Mtakatifu. Kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, usharika wa takatifu. Alafu anasema nini? Ondoleo la dhambi, kwamba ninaamini katika dhambi kuondolewa. Unaiona hiyo rafiki? Na kwa maana hiyo sasa, ndio maana imani yangu ikiwa kwa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba dhambi yangu imeondolewa. Na kwa maana natakiwa niishi nikiwa na uhakika kwamba dhambi yangu imeondolewa, sio kwa sababu ya tabia yangu njema, bali kwa sababu ya Yesu Kristo na kile alichokifanya. Dhambi zangu zimeondolewa zote, zilizopita, zilizopo na zinazokuja, zimeondolewa. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, sio kwa sababu ya tabia yangu njema, sio kwa sababu ya mwenendo wangu mzuri, sio kwa sababu ya chochote nilichokifanya, bali kwa sababu ya Yesu Kristo na kile alichokifanya, kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kwamba na kitu ambacho Wakristo wengi hawaelewi, pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Na Agano la Kale walikuwa wanatoa damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe, ilikuwa haiwezi kuondoa. Ndio maana Yesu Kristo anakuja kwa damu yake mwenyewe, anaitoa mara moja. Tunaenda kusoma Ibrania mlango wa 9 na Waebrania mlango wa 10. Anaitoa mara moja na kuleta utakaso wa milele na kuleta ondoleo la dhambi la milele. Na kwa maana sasa unatakiwa utie imani katika hilo kwamba kweli dhambi yako imeondolewa milele. Kumbuka nilikuonyesha kwa mtu mmoja Adamu dhambi iliingia ulimwenguni, Warumi 5:12. Nikakwambia kama dhambi ililetwa ulimwenguni na mwanadamu, basi ni dhahiri mwenye uwezo wa kuiondoa dhambi hapa ulimwenguni ni mwanadamu. Na huyo mwanadamu ni nani? Yohana 1:29 inasema huyo mwanadamu ni Yesu Kristo wa Nazareti, mtazama mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa dhambi iliingizwa na mtu mmoja ambaye ni Adamu, na dhambi ikaondolewa na mtu mwingine ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anaitwa Adamu wa mwisho. Kwa lazima utie imani yako kwa Yesu Kristo. Kwa nini? Usipotie imani kwa Yesu Kristo hauwezi kumpendeza Mungu. Sijui kama unanielewa. Sasa ngoja nikuulize kitu moja. Kama Biblia rafiki inasema, tumeona kwenye Matendo ya Mitume 10:43, ukienda kwenye Luka 24:47, ukaenda kwenye Matendo ya Mitume 2:38. Kama Biblia inasema kwamba unapomwamini Yesu Kristo, unapata kwa jina lake unapata ondoleo la dhambi. Bwana Yesu amesema hivyo na Petro amesema hivyo mara mbili. Naomba nikuulize swali. Maana yake nini? Tunapokutanika Jumapili kanisani, tumekutanika kwa sababu gani? Tunakutanika kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo. Tunakutanika kwa sababu tunadai kwamba tunamwamini Yesu Kristo. Na kulingana na maandiko, kama namwamini Yesu Kristo, hali yangu mbele za Mungu inakuaje?
Maandiko yanasema yeyote anayemwamini Yesu Kristo dhambi zake zinakuwa zimeondolewa. Na kama dhambi zinakuwa zimeondolewa, then kwa nini tena mnaanza kuungama dhambi zenu, mnaanza kuomba msamaha wa dhambi tena? Sababu kwamba watu wanaanza kuomba msamaha wa dhambi tena ni kwa sababu hawaamini kama neno linavyosema kwamba wamepata ondoleo la dhambi kwa sababu ya imani yao katika Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine nasema, lakini tunajisikia sisi ni wenye hatia. Ya, mnajisikia hivyo kwa sababu mbili kubwa. Moja, imani yenu haijajikita katika Yesu Kristo. Na hata wale ambao mmemwamini Yesu Kristo mmefundishwa vibaya. Badala ya kufundishwa kufikiri kama Kristo, mmefundishwa kufikiri kama Adamu. Ndio maana mnajiona mna hatia ya dhambi. Kumbuka, ukiwa unafanana na Kristo, Kristo yukoje? Kristo ni mwenye haki, ni mtakatifu. Ukiwa unafanana na Adamu, Adamu yukoje? Adamu ni mwenye dhambi na ni muhasi. Kwa hiyo kama unajifananisha, unajiambatanisha na Adamu, utajiona wewe ni mwenye dhambi tu siku zote. Na Torati ya Musa, amri 10, kazi yake ni kufanya nini? Kukuambia hii ni dhambi na kuhakikisha kwamba hiyo dhambi inahesabiwa juu yako ama dhidi yako. Ndio maana rafiki, tunasema imani yako kwa Yesu Kristo inasababisha wewe umpendeze Mungu, kitu ambacho haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu kwa Torati ya Musa. Na kitu ambacho watu hawajui, unasema lakini sasa kwa nini Mungu alileta amri 10? Alileta kwa sababu ya makosa. Tuliona Galatia 3:19. Sasa tukiwaambia watu kwamba amri 10 zimefikia mwisho kwa ajili ya swala la kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa wote waaminio, watu wanapiga kelele. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Aliyepanda mtu wa ujuzi wa mema na mabaya bustani ya Eden ndani, tunafahamu aliyepanda ule mti ni Mungu. Nenda kasome Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 8. Aliyepanda ni Mungu. Aliyesema watu wasile matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya ni nani? Ni Mungu huyo huyo. Sasa kwa nini leo unaona ngumu Mungu kuleta amri 10, alafu Mungu huyo huyo akasema kwamba usiishi kwa kutegemea amri 10? Ishi kwa kuongozwa na Roho wangu. Ishi kwa kutia imani yako kwa Yesu Kristo, na ukitia imani yako kwa Yesu Kristo inafungua mlango kwa Roho wangu kuongoza. Kwa nini inakuwa ngumu? Mtu wa ujuzi wa mema na mabaya unasababisha nini? Kifo. Torati, sheria na amri 10 inasababisha ni kifo, kama nitakuonyesha somo linalokuja. Kwa anakuambia sikiliza, achana na hiyo kitu, anza kuishi kwa imani. Lakini watu hawataki, wasema haiwezekani. Kwa hiyo kwa nini Mungu alileta amri 10? Sijui, lakini ninachojua ni kitu kimoja. Kama alivyopanda mti wa ujuzi wa mema na mabaya bustani ya Eden akasema msile, siku mkila mtakufa, ndio hivyo hivyo alivyoleta amri 10 kwa sababu ya uasi wa wana wa Israeli, na akasema kwamba msiishi kwa hiyo, nataka muishi kwa imani leo kwa Yesu Kristo, na kwamba ukifuata Torati utakufa. Matokeo ni yale yale. Ngoja nikwambie kitu kitakushangaza. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya unaua. Torati, sheria, amri 10 nayo inaua. Kama uamini, nenda kasoma wa Korinto wa 2 mlango wa 3 na ukasoma wa Korinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 6. Mstari wa 56 na 57. Inaua. Lakini unajua nani mwingine anaua? Ibilisi. Na Ibilisi anapenda kutumia nini? Anapenda kutumia sheria. Kwa sababu anajua mwili wako ni dhaifu, hauwezi kutunza maagizo ya sheria, hauwezi kutunza amri 10. Kwa hiyo anafahamu akikubana akakusukuma uanze kujitahidi kutaka kutunza Torati, sheria, wewe utamkosea Mungu, hutaka umpendeze Mungu hata siku moja. Anajua muda wowote ukishtuka ukatia imani yako kwa Yesu Kristo, sio tu kwamba utakuwa umezaliwa mara ya pili, lakini neema ya Mungu na Roho wa Mungu watakuwezesha na kukuongoza. Na hilo halitaki. Maana yake ni kwamba utaacha kuwa mtumwa wake, na yeye anataka uendelee kuwa mtumwa wake. Kwa hiyo ndio maana yuko busy usiku na mchana kwenye kanisa aking'aniza watu waendelee na Torati ya Musa, kwa sababu anajua kabisa mwanadamu hawezi. Okay, mngekuwa mnaweza, kwa nini mnaanza kwa kuungama dhambi zenu kila siku Jumapili? Kama mnaweza, nasema hakuna mtu anaweza kushinda dhambi. Then na maana unasema kwamba Mungu ni muongo. Maana yake Biblia inasema kwamba Yusufu anaambiwa kwamba utazaa mtoto naye jina lake utamuita Yesu, naye ndiye atakayewaokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Kama Yesu hakukuokoa kutoka katika dhambi zako, then hawezi kuwa mwokozi wako. Na kama ili uweze kushinda dhambi hapa duniani inabidi utegemee kufa. Maana yake Yesu sio mwokozi wa maisha yako, mauti ndio mwokozi wa maisha yako. Na mauti unajua inapokwenda, ukisoma Ufunuo 20, mauti inakwenda kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo maana yake nini? Rafiki, tia imani yako kwa Yesu Kristo ili uweze kumpendeza Mungu. Otherwise ukiamua kuendelea kutegemea Torati, sheria, amri 10, hutakaa uweze kumpendeza Mungu. Moja, hutakaa uwe mwenye haki mbele za Mungu. Mbili, hutakaa uweze kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Torati haikuja kwa imani. Na kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Toka kwenye dhambi, rudi kwenye haki. Unarudije kwenye haki? Kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ama umekuwa ukilegelega ukaenda Torati na imani, rudi katika imani, fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha akafufuka
na kunifanya mimi kuwa mwenye haki, na akiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa nakukaribisha katika familia ya Mungu. Tuambie uko wapi tuweze kufurahi pamoja na wewe. Nenda kwenye YouTube, kuna mafundisho yanaitwa karibu katika familia ya Mungu, ama kwenye Telegram utakuta kuna mafundisho yanasema karibu katika familia ya Mungu. Ni ya muhimu sana ukajifunza hayo. Yatakuwekea msingi mzuri nao utakuwa umeanza vizuri katika Ukristo wako. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana. Jina langu ni Mwalimu Jesco Wapalila. Ninatokea Tegeta. Nilipata mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi kupitia rafiki yangu ambaye alinielekeza niende YouTube. Kwa kupita pale nikaona kwamba ni kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kwa muda mrefu, nikaja eneo hili. Tofauti ni mkubwa, na kitu ambacho leo hii naweza nikakizungumzia kwamba kabla ya hapo nilikuwa nakwenda tu kama kondoo, yani sina uelewa wowote juu ya Kristo, lakini sasa naelewa namna ambavyo napaswa kuenenda kupitia mafundisho halisi ya Kristo. Na mara ya kwanza kulikuwa labda sema maombi au kulikuwa hakuna matokeo, lakini sasa kuna matokeo makubwa sana ambayo yanadhihirika siku kwa siku. Sehemu ya kwanza, mabadiliko ya kiafya. Kabla sijaje hapa, ilikuwa ni mara kwa mara mimi nilikuwa naumwa, nakwenda hospitali, natibiwa, narudi, kwa kitu kama hicho. Lakini baada ya kujifunza mafundisho ya Kristo, kupata mafundisho ya Kristo, swala la kwenda hospitali na mimi tumepishana kabisa, ni mlango wa pili. Lakini swala la pili ni financial, habari za kiuchumi zimeboreka sana. Sababu mara ya kwanza tulikuwa tunakwenda kutokana na kile tunachokifanya, tulikuwa hatuoni results kwa sababu ya ile hofu ya shetani. Tunamhofia shetani kuliko Mungu. Kwa hiyo ilikuwa nafika mahali fulani na shetani alikuwa ametumia mtego wake huo kutuporomosha kiuchumi. Lakini sasa mambo yamekaa vizuri zaidi. Kwa watu ambao hawajajifunza mafundisho haya ya Kristo, ningeshauri, kuna mafundisho haya ni tofauti sana na mafundisho ambayo tumezoea. Tumekuwa katika makanisa au katika maeneo ya dini ambazo tunatishiwa sana. Kwa muda mwingi unakaa ukiwa na hofu, hata ungesema ile amani ya Kristo huwezi kupata. Lakini ushauri wangu ni kwamba watu wakijifunza mafundisho ya Kristo, akisikia asikate tamaa haraka, akayaponda, akafanya nini, akae arudie tena na tena, anafanya reference kupitia Bible, itamsaidia sana kupokea kitu halisi kama Kristo anavyotaka na si vinginevyo. Kwa kuongezea, niwakaribishe sana Neema na Kweli. Si kwamba uwe muumini tu, ila karibu ujifunze namna inavyokupasa kuenenda katika Kristo na sio kuishi katika maisha ya hofu. Asanteni sana.